Na kwa karne nyingi wanawake na wasichana katika jamii za wafugaji wamekuwa wakinyimwa haki zao za umiliki wa ardhi na hata kutohusishwa kabisa katika vikao vya kujadili mambo muhimu yanayohusu jamii zao, wakitwikwa tu jukumu la kusalia nyumbani wakishughulikia masuala ya watoto, mifugo, kufua na hata kutayarisha vyakula. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Erastus Kibon ni kwamba wanawake wa jamii za wafugaji watapata afueni baada ya kuhakikishiwa umiliki wa ardhi. Jamii ya Warendile wanaoishi katika sehemu za Loglogo na Karare wamewachagua baadhi ya wanawake kuwa miongoni mwa wanakamati wa kusimamia shughuli za usajili rasmi wa ardhi ya jamii. Hatua hiyo inatazamiwa kuleta mageuzi makubwa katika usimamizi, uangalizi na utekelezaji wa mashauriano baina ya wanajamii kuhusu jinsi ya kutumia vipande vyao vya ardhi. Kwa mujibu wa mwanachama mpya wa kamati ya uangalizi wa ardhi katika wadi ya Loglogo, Fatuma Galoro, hatua hii ya kipekee ni ushindi mkuu kwa jamii ya Rendile katika maendeleo haya ambapo wanawake wanakabiliwa na taasubi za kiume. Ameapa kutoruhusu wanawake kudhulumiwa tena kwa msingi wa umiliki wa ardhi katika maeneo hayo. Mimi nashukuru nikiwa mama nimechaguliwa, nikitembea na wanaume hakuna mahali tutadhulumiwa, kwa sababu mimi hakuna kitu sijui. Najua ardhi yetu. Wanaume nitajua ni nani ndio anaweza kuwa compromised, tutakuwa nao bamba tu bamba kutembea na wao. Fatuma amevipongeza vipengele katika katiba ambavyo huhakikisha ushiriki wa umma katika umiliki na utumizi wa ardhi na jamii, ili watoe ushauri na maoni yao kuhusu miradi ya kutekelezwa katika vipande vyao vya ardhi. Isho na katiba 2010 imetupatia nguvu sisi wa mama ya wafugaji ya kuwa any committee wakichaguliwa wa mama wako. Kama leo committee tulichaguliwa committee 15 na 5 ni mama. So we are represented. Women are represented. That's my happiness. Mwanzilishi wa shirika la Pastoralist People Organization Margaret Super kwa upande wake amesifia hatua hiyo iliyochukuliwa na jamii ya Warendile ili kusajili ardhi yao kwa mujibu wa katiba. Sensitization that we had from the beginning, they have realized that land is something very important and they really have to own it and to be part of the activity. Kwa mujibu wa shirika la Community Land Now Clan linaloshughulika na uhamasishaji wa usajili rasmi wa ardhi ya wafugaji, jamii zote 5 ambazo tayari zimechukua hatua ya kusajili ardhi yao zimeanza kukumbatia uongozi wa wanawake katika masuala ya umiliki wa ardhi. They are now the custodian, of the Community Land Register, and they will partake these other activities, including now going again registering people in the Community Land Register, and later on they will also do what we call now doing an intent for registration of community name. Naye naibu wa kamishna wa kaunti ya Marsabit David Saruni ametaka jamii za wafugaji kuelimisha watoto wao na pia kutojiingiza katika tabia ya kuuza ardhi kiolela. Pia ameonya dhidi ya mwanajamii yeyote kushurutishwa kuwa squatter katika mchakato huo. Kama mtu hajapeleka mtoto shule, urithi ambao kunao ambao watoto wake watatarajia peke yake ni ardhi. Kwa hiyo hata hii ardhi wakapata wasiuze, sababu ni ya jamii yao, waitumie kwa manufaa ya jamii na wasahau mambo ya kuuza ardhi. Sheria za kimataifa hutaka wanawake wote kupewa haki na usawa katika umiliki, urithi na utawala wa ardhi kama njia pekee ya kuhakikisha usawa wa kijinsia katika umiliki wa ardhi. Erastus Kibon, KTN. Na mtazamaji, kwa taarifa yake Erastus Kibon ndipo nakamilisha taarifa zetu za mbio ya KTN leo hii. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara amekuwa Merisho Witi. Jioni njema.